Mwalimu, pole kwa matokeo magumu. Umeangusha kwa badala ya goli 3, goli 4 dhidi ya Young Africans. Goli 3 dhidi ya Young Africans. Ilikuwa ngumu kiasi gani kuwakabili? Sisi mechi tumeitupa tu kipindi cha kwanza, kama nyinyi mlikuwa uwanjani mnaona kwamba mipira miwili ya kizembe ambayo Yanga wameweza kuitumia. Kwa hiyo nasema wachezaji wangu hawakuwa makini, kwa sababu unapoanza mpira ukianza chini kama tulivyoanza, opponent kama yuko na quality ya wachezaji kama Yanga lazima utaadhibiwa. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba nakubali makosa, alafu unajua tunacheza katika mwezi mtukufu ambao sisi tuna wachezaji wengi ambao wako ndani ya somo. Kwa hiyo hatuwezi kumlazimisha kwamba haiwezekani kumwambia mchezaji usifunge, na hii ni imani. Kwa nasema wamejitahidi wachezaji wangu kujisukuma na kuweza hivi. Mimi wakati ziko 2-1 nikajua itakuwa 2-2, pengine naweza tukaiongoza mechi, lakini baadaye tukafanya uzembe tena mwingine kwa kutokuwa wazuri katika maki, na hiyo ndio imetukosa tena, wakapata goli la 3. Kwa hiyo ikawa ametuvunja tena nguvu. Kwanza tunaona mlima mrefu kupanda, ukiangalia situation yenyewe ya mpira, ukiangalia mwezi wenyewe tulivu, sasa wachezaji hawezi kujitoa katika ile 100% kwa sababu tu mwili nao inakwambia hapa nimefika mwisho. Kama unaona mabadiliko tulikuwa tunafanya kila wakati, yote iliondana kwa sababu ya energy inakwisha, kwa sababu mechi imechezwa jioni, ingechezwa usiku inakuwa kidogo afadhali. Watu wameshaftari atatende, energy inakuwa. Kwa hiyo nasema all in all ni wapongezi wapinzani wetu, wameweza kuvuka hatua hii, lakini sisi kwetu masikitiko, tutajipanga katika michezo mingine na kuja ligi. Mwalimu, technically kipindi cha kwanza ulimuingiza Kikoti uwanjani, ilikuwa substitution ya mapema sana. Uliona nini na unataka kubadilisha nini na ambacho pia hakikufanikiwa? Niliona katikati wenzetu wamedominate kidogo pale, kwa hiyo ilibidi lazima nifanye mabadiliko ya haraka kuhakikisha, na alipoingia Kikoti basi timu iliweza kukaa sawa sawa, na mimi ndio wakaona tukawa tunasukuma mashambulizi kwao, lakini jitihada tulizozifanya hazikuweza kusaidia sana kuweza kupata goli. Leo zimekutana. Diego, naomba wachana hapa ulize mwingine mwenye maswali. Mwalimu, kipindi cha pili umeonekana kuwa bora kuliko kipindi cha kwanza. Pengine kitu gani ulikiona ndani ya kipindi cha kwanza timu yako imeweza kufanya ukaenda kuongea nao ndani ya dakika 15 za mapumziko ukarudi ikiwa mpya kabisa na ameweza kuondoa yale makosa ambayo mlikuwa mnafanya kipindi cha kwanza? Kitu kikubwa tumeambiana yale makosa ya kizembe yanaweza kutukosti sana, kwa sababu tunajua hizi timu unaweza kukuta unafungwa 3, unafunga 5, 6. Sasa si sahihi sana kwa timu kuweza kupoteza kwa kiasi kikubwa sana, lakini kikubwa ni kwamba tulikaa chini tukaongea, tukaambia bana, tunaingia sasa kipindi cha pili tuhakikishe tunasukuma mashambulizi, lakini vile vile tukuweka umakini katika ulinzi wetu, na hiyo imetusaidia tumeweza kubaki kama matokeo kama yalivyokuwa. Asante.